بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الصلاة بعد والسلام على سيدنا محمد صاحب البركات وعلى آله وصحبه كل الفضل والخيرات، وبعد. إخواني الأجلاء، wakati tunaendelea kuishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, leo niwakumbushe ma qabla al-iftar, niwakumbushe juu ya nguzo za kufunga, kwamba ibada hii ina nguzo zake, arkanu siyam. Tunaelezwa kwamba nguzo za kufunga ambazo kila Muislamu anatakiwa azifahamu na azichunge, maana bila ya nguzo hakuna ibada. Jengo lolote bila ya nguzo haliwezi kusimama. Swala ina nguzo zake, hija ina nguzo zake, zaka ina nguzo zake, na hii somo pia ina nguzo zake, ambazo tunaelezwa nguzo zake ni mbili. Nguzo zake ni mbili. Nguzo ya kwanza ni nia, kwamba ni lazima utie nia ya kutekeleza hiyo ibada ya funga, kama ilivyokuja katika sunna, innamal a'malu binniyat, hakika si vingine, matendo yote yanalipwa kwa kuzingatia nia, makusudio. Wa nia mahalluha fil qalbi, na nia mahala pake ni moyoni, kwamba ni lazima utie nia ya kwamba utafunga wewe kesho, na nia hii inatakiwa ipatikane kabla alfajiri, kabla ya alfajiri ile ambayo unaamkia kufunga. Unatakiwa tayari ishakupitikia nia ndani ya moyo wako, umeshatia nia kwamba utafunga funga hii ya Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, man lam yubayyit siyama qabla al-fajr fala siyama la, asilala na nia ya kufunga, nia ambayo imepatikana kabla al-fajr, hata kuwa nafunga huyo. Kwa hiyo utaona kwamba nia ni lazima uwe nayo katika moyo. Ile kutamka ni katika kupamba tu, ni kuipamba ile nia, kukumbusha moyo wako kile ambacho ulichokusudia. Lakini almuhimu, nia mahala pake ni moyoni, na ni lazima utie nia kabla alfajiri kwamba utafunga kesho. Hiyo ni nguzo ya kwanza. Na nguzo ya pili ni al-imsak, kujizuia na vyenye kufunguza, min tulu'i alfajri ila ghurubi shams, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri mpaka kuchwa kwa jua, kujizuia na vyenye kufunguza. Tazama taarifu ya kisheria, haikusema kujizuia na kula na kunywa, hapana, kujizuia na vyenye kufunguza, kwa maana ya kwamba kufunga si kujizuia kula na kunywa tu. Kufunga ni kujizuia na vyote vyenye kufunguza, kwa maana kuna zaidi ya kula na kunywa ambavyo mtu akivifanya hivyo funga yake inaweza ikaharibika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia, laysa siyamu min al-akli wash-shurbi, inma siyamu min al-laghwi war-rafath. Kufunga si kujizuia kula na kunywa tu, kufunga ni kujizuia na maovu na machafu yote, kwa maana ya kwamba ufunge wewe ile somo al-jawarih, funga ya kujizuia na vyote vyenye kufunguza, ukavifunga viungo vyako vyote, ukaacha kula na kunywa, lakini mdomo wako pia ukaufunga kutokana na kusema uongo, kutokana kusema machafu. Masikio yako ukayafunga kusikiliza music, kusikiliza mambo yasiyompendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haiwezekani umefunga alafu masikio yako unayaacha huru yasikie yale yasiyompendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Funga yako ni mchezo, unafanya mchezo katika ibada. Yafunge masikio yako. Miezi 11 wewe umesikiliza music, miezi 11 umesikiliza usengenyi na mambo machafu, mwezi mmoja unashindwa kuiacha hayo kwa ajili ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Achana na kusikiliza mambo yasiyompendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Somo taware, funga viungo vyako vyote. Macho yako yafunge kutazama ya haramu. Umetazama barabarani wanawake warembo kwa muda wa miaka 11, unasindikiza macho kila kinachopita barabarani. Umetazama wanaume kwa matamanio miezi 11,
Mola wako amekupa mwezi mmoja tu ili aangalie utiifu wako. Funga macho yako kutazama ya haramu, wewe mwanamke, wewe mwanamume. Mikono yako, umepokea rushwa kwa muda wa miezi 11. Mwenyezi Mungu amekupa mwezi mmoja ili aone utiifu wako. Acha kupokea rushwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Acha kuiba, funga pia mikono wako. Somo jawari, funga viungo vyako vyote. Usichukue haki ya mtu, usimpige mtu. Funga miguu yako. Almashu ila alharam, kwenda katika mambo ya haramu. Acha kwenda kwenye maeneo yasiyompendeza Mwenyezi Mungu, funga miguu yako. Hii ndio somo jawari, ndio maana ya kufunga sahihi. Kufunga si kujizuia kula na kunywa tu. Tukifanya hivi ndipo tutakuwa tumechunga mipaka ya ibada zetu na tutakuwa tumetekeleza vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda. Ni nguzo mbili, ya kwanza ni nia, ya pili ni kujizuia na vyote vyenye kufunguza. Ukifunga katika sura hii, basi funga yako itakuwa ni sahihi bila shaka. Na muomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mimi na wewe tuwezeshe kuchunga mipaka ya funga zetu. Inna likulli malikin hima wa inna hima Allahi maharimu. Kila mfalme, kila mtawala ana mipaka yake, na mipaka ya Mwenyezi Mungu ni yale ambayo aliyoyaharamisha. Mwenyezi Mungu atuwezeshe na atujalie tusivuke mipaka ile ambayo Mola wetu subhanahu wa ta'ala ametuharamishia. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.